Tutakuja hapa tutaongea na nyie, sawa sawa? Sawa. Lakini jambo la muhimu kwenu vijana, kuna serikali ya hovyo inayowafanya muwe maskini. Na umaskini wenu hautaondoka kwa kuwapigia makofi au watu walioshindwa kuongoza. Sawa kabisa. Ni kweli kabisa hilo. Mkoa wa Kagera ni mkoa wa kwanza kwa kuwa na wasomi wengi ambao ulipaswa kuwa na maendeleo makubwa sana kwenye nchi hii. Lakini ni mkoa maskini kabisa, pamoja na kuwa na ziwa, pamoja na kuwa na maji, pamoja na kuwa na ardhi nyingi sana. Ardhi yenu ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda. Lakini watu wa Rwanda hawana migogoro ya ardhi, hapa tuna migogoro ya ardhi. Kwa nini? Kwa sababu tuna watu ambao hawawezi kupanga nchi. Mnalima kahawa. Kahawa Uganda ina bei mara 3 ya kahawa iliyoko hapa kwetu. Kwa nini? Na tunapeleka soko moja na wanapitisha kwenye bandari yetu. Kwa sababu tuna viongozi wa hovyo ambao hawana uwezo wa kuongoza nchi. Tunalima ndizi. Ndizi zenu hamna namna ambayo mnaweza kuzisafirisha zikawaletea faida na mkabadilisha maisha yenu. Mkajenga nyumba na mkaishi vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya viongozi walioko madarakani. Sasa tutakuja hapa. Mimi nilikuwa bungeni na mbunge wenu wa zamani anaitwa Assumpta, sio Assumpta. Assumpta, si ndio? Sasa hivi naambiwa mbunge anaitwa nani? Simjui hata jina. Chombo. Lakini hili eneo watu wengi sana wanaonewa. Uongo kweli? Ni lini mmesikia kauli ya mbunge wenu kuhusu uonevu unaofanyika kwenye hili jimbo? Ni mbunge wale wanaitwa city warmer, wanaokwenda kupasha viti. Yaani ni kukaa tu viti vipate joto, si ndio? Na kupiga makofi, si ndio? Kwa ndugu zangu, watu wa Bunazi, watu wa mkoa wa Kagera, watu wa Nkenge, mabadiliko yako kwenye mikono yenu. Nyie ndio mna uwezo wa kubadilisha, na sisi Chadema tumesema hatuendi kwenye uchaguzi bila mabadiliko ya kisheria ambayo yatafanya kura yako iwe na nguvu ya kumweka mtu na kumwondoa ili uwe na heshima katika nchi. Tumekataa kwenda kwenye uchaguzi. Wangapi mnaunga mkono no reforms no elections? Asante sana. Kwa hiyo huo ndio msimamo wa chama. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wamemkamata Lissu, wamemweka ndani. Sisi wengine safari inaendelea, hatuendi kulia, tunaendelea kupiga nchi kwa sababu. Tunaelewana ndugu zangu? Miaka 63 imetosha. CCM hawana uwezo wa kututoa hapa tena. Miaka 63 ni mingi mno kwenye nchi ya kwanza ya dhahabu Afrika nzima, ya 3 duniani. Kwenye nchi yenye Tanzanite isiyopatikana kokote duniani isipokuwa hapa. Na nyie mna madini ya nickel hapa Kabanga. Kabanga ni wapi? Siko mkoa wenu? Niko hapa. Madini ya nickel ndio yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia. Yanatoka Tanzania. Kwa nini sisi ni maskini katikati ya utajiri? Ni kwa sababu ya viongozi wa hovyo. Tunahitaji mabadiliko ili sheria ziwepo zinazoruhusu uchaguzi huru. Ukiwa na uchaguzi huru, hata Chadema ikiingia madarakani, ikishindwa kutekeleza yale inayoahidi, mwananchi itakuwa na nguvu ya kuipiga chini na kuweka mtu mwingine. Ndio. Tunaelewana vizuri wote? Hilo ndilo tunalolipigania. Na hilo ndio tunaloomba mtuunge mkono. Lissu yuko ndani, lakini dunia haitanyamaza. Jana mmesikia bunge la Ulaya, si mmesikia? Ndio. Hawa wakicheza tutawawekea sanction huko wanakoenda kuficha pesa zao, hawatakanyaga kabisa huko. Tunaelewana vizuri? Kwa tunamtaka Lissu atoke nje, uchaguzi uwe huru na haki, uwanja unaolingana. Haiwezekani Yanga inacheza na Simba alafu refari akawa Ahmed Ali au Manara. Hiyo mechi itakuwaje hii? Hiyo mechi itakuwaje watu wa Kenya? Upande mmoja. Sitakuwa na upendeleo. Yaani kama Haji Manara ndio refa wa Yanga, hadi ikichezwa alafu katikati ataweka penalty. Uongo kweli? Kwa sasa anataka kupendelea timu yake. Sasa tume ya uchaguzi, wajumbe wake wakina Omar Ramadhani Mapuri, alikuwa katibu mwenezi wa CCM wa taifa na amekuwa waziri. Sasa huyo atatupa sisi haki kweli? Ndio maana kila uchaguzi unaibiwa. Sisi tulikuwa bungeni tumeondolewa, madiwani wameondolewa, sasa hakuna sauti, bandari zinauzwa, hakuna hata mtu wa kupiga kelele kwa niaba ya Watanzania.
maisha yanakuwa magumu. Nani awasemee? Kwa sababu bunge lote la chama kimoja. Fikiria kama bunge lile tulilokuwemo, mimi nilikuwa napiga winga, Lissu alikuwa beki, Lema alikuwa striker, wangeleta Bandari hapo sikingewaka mnapanga kelele. Sasa leo wako wenyewe tu. Hao wakina huyu wako mabeki, ndio kila kitu ndio. Tunahitaji tume huru ya uchaguzi ili tushindane. Asimame hapa Lissu, alafu asimame Samia hapa, zipigwe dakika 90. Hebu fikiria tu hiyo. Saa 12 si atakuwa nyumbani yule mama? Uongo kweli? Uongo kweli? Na naona wamewatisha wengine hadi mnaogopa, mnahisi kwa sababu mnasikia hapa ukionekana tu wewe mpinzani wanakuambia wewe sio Mtanzania. Si ndio wanavyowaambia? Kwamba wao ndio Watanzania. Hiyo hali tutaiondoa. Tutaiondoa. Kwa hiyo mtuunge mkono, kipokeeni chama hiki mkijenge. Tuna mikutano mingine, tutaonana hapa, tutatangaza mkutano tuje tuzungumze. Asanteni sana, Mungu awabariki.